Tunaposafiri kupitia kitabu cha Zaburi, utaona maoni juu ya baadhi ya Zaburi. Tunaita hayo maandiko ya juu. Kwa kweli sasa tuko kwenye Zaburi sura ya 7 na utaona moja. Unaweza kuita kichwa labda. Inasema hapa kwenye kichwa cha Zaburi 7, Shiggaion ya Daudi. Shiggaion ina maana ya kutangatanga. Sasa inawezekana kwamba Daudi alitumia wimbo unaojulikana ambao unatangatanga juu na chini kwenye mizani ya muziki. Hatujui hasa hii inahusu nini, lakini wacha nisome hapa. Shiggaion ya Daudi ambayo aliimba kwa Bwana kuhusu maneno ya Kushi Benyamini. Sasa hatujui jinsi Shiggaion ilivyokuwa kama wimbo wa muziki, na tena hatuna wazo Kushi Benyamini alikuwa nani. Tunajua kwamba historia ya Daudi na kabila la Benyamini haikuwa nzuri sana. Kwa kweli, katika 1 Samueli 13, Bwana alimhukumu mfalme Sauli, ambaye alikuwa Mbenyamini, na akampa Daudi, mwanachama wa kabila la Yuda, kiti cha enzi. Sasa sidhani kabila la Benyamini lilisahau hilo, na pia hawakuonekana kumjali Daudi sana. Sasa maandishi haya yanatuambia kwamba Daudi alikuwa akiandika wimbo huu kuhusu kitu ambacho Kushi alisema, na inaonekana hakikuwa kizuri sana. Kwa hivyo huu utakuwa zaburi kuhusu kupitia maneno ya kuumiza. Sasa mstari wa 1: E Bwana Mungu wangu, kwako nakimbilia. Niokoe kutoka kwa wote wanaonifuatia, na uniokoe ili kama simba wasije wakararua nafsi yangu vipande vipande bila yeyote wa kuniokoa. Daudi kimsingi anaanza tu kuomba hapa. Ameumia, anataka Bwana amtetee, anaomba msaada. Sasa hapa katika mstari wa 3 anasema, E Bwana Mungu wangu, ikiwa nimefanya hivi, ikiwa kuna kosa mikononi mwangu. Mstari wa 5, basi adui na afuatilie nafsi yangu na kuishinda. Kwa hiyo David anajifumbua mwenyewe kwa ukaguzi hapa. Usiruke hatua hii kwa njia unaposhambuliwa kibinafsi. Unajua, wakati mwingine kuna chembe za ukweli ndani ya ukosoaji usio na huruma, na Bwana anaweza kuwa anafunua sehemu isiyoonekana katika maisha yako. Kwa hivyo Daudi sasa anajisalimisha kwa chochote ambacho Bwana anataka kufanya katika maisha yake mwenyewe. Anajifungua, Bwana, tazama kwa karibu maisha yangu, labda kuna kitu kinachoendelea ambacho kinahitaji kurekebishwa. Anasema hapa katika mstari wa 8, ni hukumu, E Bwana, kulingana na haki yangu. Au unaweza kuelewa hiyo kumaanisha msimamo wangu wa haki. Tazama, ndiyo, Daudi anaweza kumwelekezea kidole Kushi, lakini labda Mungu anaweza kumwelekezea kidole Daudi. Kwa hivyo hii ni mtazamo wa uwazi sasa ambao utamruhusu Daudi na wewe na mimi kukua. Wakati wa nyakati ambapo tunatendewa labda kwa njia isiyo ya haki, au mtu anatuambia maneno yasiyo ya fadhili. Kwa njia, hakuna rekodi ya Daudi kutetewa kutokana na chochote ambacho kisingizio hiki maalum kilikuwa. Lakini naweza kukuambia Daudi alimaliza na uhusiano wa kina zaidi na Mungu kwa sababu ya hilo. Sasa hapa katika Zaburi sura ya 8 tuna maandishi mengine ya juu. Hii imeelekezwa kwa mkurugenzi wa kwaya. Inasema hapa kwa kiongozi wa kwaya kulingana na Githi. Githi tena ni rejeleo la aina fulani ya chombo cha muziki. Inaonekana chombo hicho cha muziki kitaandamana na wimbo huu maalum. Daudi anataka ichezwe kwenye Githi. Githi ni nini hasa? Naam, wasomi wa Kiebrania wanafikiri kwamba hiki kilikuwa ni chombo unachopiga kama ngoma au hatujui kwa uhakika. Sasa Daudi anaanza zaburi hii na anaimaliza kwa usemi ule ule. Kwa hivyo una vitabu vya mwanzo na mwisho hapa, kwa namna ya kusema, vinavyotupa mada. Hapa ipo katika mstari wa 1 na tena katika mstari wa 9. E Bwana, Bwana wetu, jinsi lilivyokuu jina lako duniani kote. Sasa Daudi anaendelea hapa kutupa sababu kwa nini Mungu anapaswa kutukuzwa. Mstari wa 2, kutoka katika vinywa vya watoto wachanga na wanyonyao umeweka nguvu kwa sababu ya adui zako. Katika Mathayo 21 ilinitokea kwamba Yesu anapindua meza za wabadilisha fedha pale hekaluni.
anaponya vipofu na viwete. Kisha anawaambia hawa viongozi wa kidini waliokasirika katika mstari wa 16, je, hamjasoma kutoka katika vinywa vya watoto wachanga wanyonyao umeandaa sifa? Kwa njia, ananukuu mstari huu hapa katika Zaburi sura ya 8. Mungu hahitaji wenye nguvu, hahitaji wasomi wa kidini kumsifu. Anaweza kupata hiyo kutoka kwa viwete. Anaweza kupata sifa hiyo kutoka kwa vipofu, hata watoto wadogo wanaoimba sifa kwake. Sasa Daudi anaandika hapa katika mstari wa 3, ninapoangalia mbingu zako, kazi ya vidole vyako, mwezi na nyota ulizoweka mahali pake, mwanadamu ni nini kwamba unamkumbuka, na mwana wa Adamu kwamba unamjali. Unaona, Daudi anapoangalia juu na kutazama mbingu, anaita hiyo kazi ya vidole, uchongaji wa Mungu muumba. Na Daudi alishangazwa kwamba muumba wa ajabu kama huyo angejali hata kufikiria kuhusu jamii ya wanadamu. Anaandika hapa katika mstari wa 5, lakini umemfanya kuwa chini kidogo kuliko viumbe wa mbinguni. Hiyo inamaanisha nini? Naam, neno lililotafsiriwa viumbe wa mbinguni ni Elohim, jina la Mungu ambalo ni wingi. Tafsiri ya Kiyunani ya Agano la Kale inayojulikana kama Septuagint inatafsiri kama malaika au viumbe wa mbinguni, na hivyo ndivyo mwandishi wa Waibrania alivyonukuu katika sura ya 2 na mstari wa 7. Mwandishi wa Waibrania alitumia tafsiri ya Kiyunani ya Zaburi ya 8, na aliandika kwamba kwa muda mfupi Yesu alifanywa kuwa chini kuliko malaika. Kwa hiyo anasisitiza unyenyekevu wa Yesu alipokuwa amezaliwa hapa duniani. Lakini hapa katika Zaburi sura ya 8, Daudi hakuwa akimrejelea Masia moja kwa moja. Anazungumzia kuhusu jamii ya wanadamu, na anashangaa kwamba jamii ya wanadamu iliundwa kuwa chini kidogo kuliko Elohim, Mungu. Kwa maneno mengine, sisi ni viumbe wa juu zaidi, kilele cha uumbaji wa Mungu. Kwa hiyo Daudi alipoangalia mwezi na nyota za ajabu alishangazwa kwamba Mungu angejali hata sisi, na kwamba Mungu alituumba chini kidogo kuliko yeye mwenyewe. Lo! Sasa kabla hatujaanza kujivuna na kutembea kwa maringo, Daudi hamaanishi kwamba tuna sifa za kimungu au kwamba tuko karibu sana kuwa unajua kama Mungu. Hapana. Daudi anatukumbusha hapa kuhusu mpango wa awali wa uumbaji wa Mungu. Adamu na Hawa walikuwa kilele cha uumbaji wa Mungu, walioumbwa kama mfalme na malkia wa sayari dunia, chini ya utawala wa Mungu. Chini yetu kuna ufalme wa wanyama. Wanyama walikuwa kama raia, kwa kusema hivyo, wa Adamu na Hawa, mfalme na malkia wa uumbaji wa ajabu wa Mungu. Bila shaka dhambi itaharibu yote hayo. Daudi anaelezea jinsi siku moja mustakabali wetu utakavyokuwa. Itakuwaje Mungu atakapoondoa laana na kuumba dunia mpya na ulimwengu mpya. Ufunuo sura ya 21 inaielezea. Kwa hivyo nataka usikilize mustakabali wako mpendwa, kwa sababu Daudi yuko karibu kuielezea hapa katika aya ya 5. Umemvika taji, yaani jamii ya binadamu. Umemvika mwanadamu utukufu na heshima. Umempa mamlaka juu ya kazi za mikono yako. Umeweka vitu vyote chini ya miguu yake, kondoo wote na ng'ombe, na pia wanyama wa shambani, ndege wa angani na samaki wa baharini. Kwa hivyo mpendwa, huu ndio mustakabali wako. Siku moja utakaposhirikiana kutawala na Yesu Kristo, Ufunuo sura ya 20, katika ufalme utakuwa na mamlaka kamili na kamilifu juu ya dunia na ufalme wa wanyama. Rudi kwenye mpangilio wako wa awali, ulioumbwa chini tu ya mpangilio wa Elohim wetu mkuu, Mungu muumba. Kwa njia, nataka kukukumbusha kwamba Daudi hasemi hapa katika mstari wa 5 kwamba uko juu kidogo kuliko wanyama. Hapana, elewa hili. Anasema uko chini kidogo kuliko Mungu.
Charles Darwin aliwahi kuandika kwamba mwanadamu ni mnyama mwenye ufanisi zaidi wahi kutokea duniani. Jinsi ilivyo huzuni! Unaona, kwa maneno mengine, wewe ni mnyama mwenye akili tu. Wewe ni mamalia bora tu. Hivyo ndivyo ulivyo. Haya, hiyo siyo kile neno la Mungu linasema. Hapa katika mstari wa 5, umeumbwa juu sana ya ufalme wa wanyama, uko chini tu ya Mungu. Umetunukiwa utukufu na heshima maalum. Kwa hivyo, wacha niimalizie hivi. Ikiwa umekuwa lengo la ukosoaji usio wa haki, labda matibabu yasiyo ya haki, maneno yasiyo ya fadhili, labda unafikia hitimisho kwamba sawa, wewe si chochote. Wewe si bora zaidi ya yule mbwa au paka huko nje, na hakuna anayekujali. Hakuna kitu kilicho mbali zaidi na ukweli. Nataka uende nje usiku wa leo. Nataka utazame juu kwenye nyota. Nataka usikilize nyimbo za jioni za wale ndege. Hao ni viumbe wa Mungu, na atakupa utawala juu ya dunia mpya na ulimwengu mpya. Na hiyo itatimia kikamilifu unapotawala na Kristo kama mfalme na malkia katika ufalme ujao wa Mungu. Wow, mustakabali wako ni wa ajabu na wa utukufu. Na kwa hayo, utukufu wenu wa kifalme wa baadaye. Vema, muda wetu umeisha. Kwa hivyo hadi safari yetu ijayo kupitia kitabu cha hekima cha Mungu kinachotupa mustakabali wetu wa utukufu, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.